Serikali ya Tanzania inayoongozwa na Rais Samia Suluhu sasa imepelekwa mahakamani kufuatia kufunga kwa mitandao ya kijamii. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Leo hii tunazungumza kuhusu mvutano mpya kati ya chama cha upinzani ACT Wazalendo na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusu hatua tata ya kuzima baadhi ya mitandao ya kijamii, hatua inayodaiwa kukiuka katiba ya nchi na kuhujumu demokrasia. Tarehe 25 Juni mwaka huu, naibu waziri kivuli wa habari, mawasiliano na tehama wa ACT Wazalendo Emmanuel Ntobi alitoa tamko rasmi kwa vyombo vya habari akieleza msimamo wa chama kuhusu kile alichokiita mashambulizi dhidi ya haki ya kidijitali. Kulingana na taarifa hiyo, chama hicho kinalenga kufungua kesi katika Mahakama Kuu ya Tanzania kupinga hatua ya serikali kuzima mitandao maarufu ya kijamii ikiwemo X ambayo zamani ilikuwa inajulikana kama Twitter, bila kutoa sababu za wazi na kwa njia isiyo ya kisheria. ACT Wazalendo wameeleza kuwa hatua hiyo ni ya kimya lakini yenye athari kubwa kwa uhuru wa wananchi wa kupata, kusambaza na kujadili taarifa, hasa katika kipindi hiki nyeti cha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Wamekosoa vikali kile kinachotajwa kuwa mkakati wa kisiasa wa serikali kuzima mijadala ya kitaifa na kuzuia ushiriki wa raia katika masuala muhimu ya kijamii na kisiasa. Na kwa mujibu wa chama hicho, kuzuiwa kwa mitandao ya kijamii kuna kiuka ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayolinda uhuru wa kutoa maoni na kupata taarifa bila kizuizi. ACT Wazalendo wanasema haki hizi ni msingi wa mfumo wa kidemokrasia na haziwezi kuvunjwa kwa kutumia visingizio kama kulinda maadili au usalama wa taifa bila uthibitisho wa kisheria na uwazi. Wameeleza mshangao mkubwa kuona serikali ikifungia majukwaa ya kidijitali kwa madai ya kusambaza maudhui yasiyofaa, ili hali taasisi zake rasmi kama Ikulu, bunge na jeshi la polisi zinaendelea kutumia mitandao hiyo kwa mawasiliano ya umma. Kwa hili ni ishara ya unafiki na vile wawazi na matumizi ya mamlaka kwa upendeleo. ACT Wazalendo wameongeza kuwa mitandao ya kijamii si ya burudani pekee, bali ni sehemu muhimu ya maisha ya vijana na wanawake wanaofanya biashara ndogo kujifunza, kuelimisha na kujieleza. Kuitumia kama chombo cha kisiasa kuna hatarisha mustakabali wa kiuchumi wa kijamii na kundi kubwa la Watanzania. Na katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu, kuzimwa kwa majukwaa ya mawasiliano kunatazamwa kama tishio la moja kwa moja kwa misingi ya haki, usawa na uhuru wa kujieleza. Hatua hii inatishia kuathiri mchakato mzima wa uchaguzi wa kuwanyima wananchi jukwaa la mawasiliano huru na ya papo kwa papo. Kwa sasa bado haijafahamika ni sheria gani hasa au mamlaka ipi imeidhinisha kuzimwa kwa mitandao hiyo, jambo ambalo linaibua maswali kuhusu wazi na uwajibikaji wa serikali katika zama hizi za kidijitali. ACT Wazalendo wamesisitiza kuwa wataendelea kupigania uhuru wa kidijitali kwa sehemu ya haki za kiraia na msingi wa taifa la kisiasa lenye uwazi, ushirikishwaji na usawa. Endelea kutufuatilia hapa Kenyascope kwa taarifa zaidi, uchambuzi wa kina na maoni kuhusu siasa na teknolojia barani Afrika. Usisahau kujiunga, kubonyeza alama ya kengele na vile kusambaza video hii ili ujumbe huu ufike mbali zaidi.